Mimi nafikiri ni utashi wa mwalimu, namna ambavyo mwalimu anataka timu icheze. Mwalimu jana ametumia namba 6 wawili. Ndio. Kwa hiyo kwenye namba 6 wawili kwenye benchi la Simba Sports, nani ambaye anaweza kacheza kama walau defensive midfielder? Lazima utamtumia Kante. Okay. Sababu hiyo power ya kunusa hatari anayo. Anaweza kufanya mpinzani akakosa njia ya kupita kwenye kiungo. Kwa sababu mwalimu amekuwa akitumia nafasi hiyo. Lakini mwalimu amestudy Coastal Union, akajua ni timu ambayo kwenye intensity, power ni wazuri pia kwenye kutumia nguvu, lakini wana watu wenye kasi. Anafanyaje kwenye ile mechi? Lazima atafute watu ambao kwenye mechi wanaweza kumpa huo uimara kwenye eneo la kulinda, ili kwenye zoni ya kiungo cha chini iwe very solid. Utamnyanyua tu Kante kwenye nafasi kama ile. Okay. Kwa sababu unahitaji watu ambao wanaweza kukupa vitu vyote, kupiga pass na kukaba. Maema anapiga pass, anaweza kudribble, lakini hawezi kukupa ile assurance ya kukaba kwa asilimia zote. Mechi kama ile na inamhitaji mtu ambaye kidogo alao yuko very tough kwenye maeneo mengi sana ya uwanja. Mimi naelewa mashabiki kwa sababu hawaamini, yani wanaamini kwamba mwalimu kila mechi anapaswa kumtumia mtu fulani kwa sababu ameperform, lakini anaweza kaperform leo mchezaji na mwalimu asimtumie kwa sababu mwalimu amesha approach mchezo. Anajua kwamba huyu mpinzani wangu yuko imara sehemu hii au utakuwa bora sehemu hii, ili mimi niweze kumbeat, nisimwekee mtu soft, nimwekee mtu tough ambaye hata kama nitakosa ufundi lakini nitapata kitu fulani ambacho kitawafanya wasiwe na comfortability kwenye kutengeneza matukio yao ya mwisho. Kwa sababu ukimwacha Bakari Msimu atumie mpira au tumie anavyotaka yeye, atakupasua tu, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao pengine kwa sababu iko Coastal Union. Lakini ingekuwa kwenye madaraja hizi timu za Kariakoo, hizi timu kubwa, kila mmoja angekuwa na muimba Bakari Msimu. Ni moja kati ya wachezaji wazuri. Kuna mtu angekuwa na muimba Saadi Mwanza. Ni kwa sababu tu iko Coastal Union. Wanasahau kwamba kwenye hizo timu za Coast kuna wachezaji wengine wenye ubora ambao unakaribiana na wachezaji hao ambao kwenye timu za Kariakoo. Utofauti tu ni kwamba idadi ya wachezaji wenye ubora huo huwezi kuwapata sawa na hizi timu nyingine za Kariakoo. Kwa hiyo kumweka Kante kwenye mechi ya jana mpaka dakika 90 zinamalizika, mimi nilimuelewa mwalimu anataka kitu gani, kwa sababu mwalimu alikuwa anataka kwenye eneo la kiungo kuwe na uzito sana ili wasipate nafasi ya kupita. Of course Coastal walikuwa jaribu kupita katikati pale. Wanatoka katikati eneo lao vizuri, wakifika eneo la kina Kante na kina Yusuf Kagoma, mipira yao mipango inaharibika. Ikiharibika ndio wanafaidika kina Chama Clatous. Tukiangata bao la kwanza, Simba walifunga kupitia kwa Libase Gay, kaangalia movement ya Coastal, wametoka vizuri kuanzia chini. Kifo chao cha shambulizi lao kimefia kwenye miguu ya Kante, si ndio? Kilivofia kwenye ile zone ile, Simba Sports ndio wakaamka wakapata hilo goli.